Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Kwa hiyo siku ya leo Dr. Chikaramoto ningependa niwape elimu ya pete. Hizi pete hapa ni pete kama nilivyokwisha kuwaelekezeni katika vipindi vilivyopita, ni pete zenye vito mbalimbali. Vito mbalimbali ambavyo hivi vito, kuna kito chekundu, kuna kito cheupe na kadhalika. Na kuna vito vya bluu, vya kijani, zote viko hapa. Kuna pete za aina mbalimbali, njano. Na hizi pete ni pete zenye nguvu. Hizi pete nimeshawaambia zina msaada kwenu sana. Na si lazima ukavaa pete kama hizi nilizokuelekeza. Lakini hata wewe kama una pete yako ambayo unaona ni pete yenye kukufaa na yenye kupendezwa kwenye macho yako, na ambayo unaona itakuwa ni urembo, kwamba kuna watu wengine wanaogopa kuvaa pete, labda watachukuliwa katika imani zao na watu vibaya. Unaweza mimi nikakutengenezea pete ambayo wewe mwenyewe utakao kuwa umehitaji. Kwa sababu kutengeneza pete ni kitu kingine na kuitia nguvu pete ni kitu kingine. Hizi pete zinatiliwa nguvu za aina mbalimbali. Na hizi pete zilizopo hapa tayari zimeshawekewa nguvu ambazo ni nguvu zinazokuwa zinasaidia kwenye mambo yako wewe ya kiuchumi, kwenye mambo yako ya kibiashara, kwenye mambo yako ya kikazi, kwenye mambo yako ya kisiasa. Ukitaka pete utazipata hapa kwa Dr. Chikaramoto. Na hizi pete kuna pete ambayo hapa hasiwezi nikakuonyesha moja kwa moja kwa sababu hiyo pete inatoka maalum. Hiyo pete ni pete na saa na cheni. Hizo ni pete ambazo zinaandaliwa na tawala za kimajini. Zinaandaliwa na tawala za kimajini na zinakuwa ni pete zenye maajabu. Na zinakuwa ni pete zenye miujiza ambazo zinaweza zikakuletea kile unachokitaka kwa wakati. Unaituma inakuletea. Zile zinaandaliwa, zina maandalizi yake pale mtu anapokuwa amezihitaji. Hizi zina nguvu za kuvutia biashara, zina nguvu za kuvutia mali. Kwa hiyo kuna pete hapa, hizi ni pete za wakina mama. Unaona ziko tofauti. Ziko tofauti, hata matigo yake ni pete ambazo ziko tofauti, ambazo hata vikito chake mnaona ni tofauti na hizi pete za kiume. Kwa hiyo unatakiwa hata unapovaa pete utofautishe, hii ni pete ya kiume, hii ni pete ya kiume, hii ni pete ya kike. Kwa hiyo zina maandalizi yake, na zote zina maandalizi, na zinaandaliwa kutokana na nyota ya mtu. Kwa hiyo mtu unapokuwa unahitaji kuandaliwa hii pete, lazima kwanza unitumie jina lako wewe, jina la mama yako mzazi na la baba yako, ili niweze nikafanya maandalizi na tarehe uliozaliwa na mwezi uliozaliwa, ili niweze nikatafuta nyota yako wewe inayotawala ni nyota gani, na wewe unatakiwa uvae kito cha pete ni pete yenye kito gani. Baada ya hapo ndio nitakutengenezea pete kutokana na nguvu ya nyota yako, ili pete ziendane na nguvu yako. Kwa hiyo kuna mtu mmoja anaotumia pete anatumia zaidi ya nyota mbili. Kwa hiyo inatakiwa kama unatumia nyota zaidi ya nyota mbili, inatakiwa niku zote niziingize nguvu za nyota mbili, niziingize kwenye pete hii hapa. Kwa hiyo unaweza vile vile ukatengeneza pete ambayo ikashabiana wewe na mke wako, nguvu za mke wako na nguvu zako. Hizo pete zinakuwa zina nguvu sana kwa sababu zinakuwa zina ushirikiano mmoja. Kwa hiyo zitakusaidia sana wewe katika biashara zako na katika mambo yako. Hizi pete zinafika sehemu yoyote. Ni wewe kunipa njia kwamba bwana, mimi pete nisafirishie kwa usafiri huu, itaweza kukufikia. Lakini pete za njia ya majini, pete maalum kwa majini, hazisafirishi kwa magari. Hizo pete zinaletwa moja kwa moja na majini sehemu ulipo, kwa sababu ni pete maalum na ni pete rasmi. Kwa hiyo zinakuwa zinaandaliwa kwa maandalizi maalum, na inafika kwa maandalizi maalum. Ni wewe jinsi gani unaandaa maandalizi hapo ulipo, basi huyo jini ambao utakuwa wewe umemchagua ili aje akufanyie maajabu, anayetiwa ndani ya hiyo pete ndio anayechukua hiyo pete, anaileta mahali unapoishi, anaileta mahali unapokaa. Kwa hiyo maelekezo yote nadhani utayapata utakapokuwa umenipigia simu. Kwa hiyo pete zinafika Msumbiji, zinafika Rwanda, zinafika Burundi, zinafika Kongo, zinafika Afrika nzima, unapo Kenya wapi zinafika. Zinafika Marekani, kote zinafika. Kwa hiyo ni wewe unataka pete ya namna gani na itaandaliwa kwa namna. Hizi hapa ziko tayari.
nimemaliza nyingine juzi, ina maana hizi nyingine zimeandaliwa, nimeona niwaonyeshe ili zianze kusafirishwa kuanzia kesho, zinaanza kuwafikia wenyewe. Kwa hiyo kwa hizi hapa tayari zina wenyewe. Kwa hiyo kama wewe utahitaji, itafanyikwa maandalizi, itakuandalia pete yako, itakufikia pasina shaka yoyote. Asanteni ndugu yangu, na hizi pete zinaambatana na haya marashi. Hivi vyote ni matumizi ambayo wakati tunaziandaa pete tunatumia haya marashi, na haya marashi ni marashi yenye yanatumia pesa nyingi sana, ni marashi yenye pesa nyingi sana. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe una uwezo wa kuyaagiza haya marashi yakanifikia mimi, naweza kuwa ikawa ni gharama rahisi sana kukufikia hiyo pete, kwa sababu marashi tunayotumia kuweza kusafishia hizi pete na kuzisomea hizi pete ni marashi ya bei ghali sana. Kwa hiyo ndugu zanguni, kitu cha muhimu kinachotakiwa ni nyie kuchangamkia kuzipata hizi pete kwa wakati, ili ziweze zikawafikia kwa wakati, na ili muweze mkatumia kuweza kuzipatia manufaa mnayoyahitaji. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, na itakufikia kwa wakati hizi pete wala pasina shida yoyote. Kwa hiyo kwa siku ya leo nafikiri mmenielewa, naombeni muweze mkazichangamkia hizi pete ziweze zikakufikia. Asanteni sana, na muendelee kusubscribe channel yetu hii ili uweze ukaniendelea kunifuatilia kwenye vipindi mbalimbali vya elimu na tiba katika channel hii, ili uendelee kupata faida mbalimbali na uendelee kupata elimu mbalimbali katika channel ya Dr. Chikalamoto. Na kuweza kama una shida yoyote, piga namba hiyo ya 0784994048 utanipata moja kwa moja. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana wapendwa watazamaji. Asanteni sana.